Hujambo na nikukaribishe tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Iran imedungua ndege isiyokuwa na rubani ya Marekani karibu na kinu cha nyuklia cha Bushehr. Jeshi la Iran limedungua ndege isiyokuwa na rubani ya Marekani iliyokiuka anga ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika mji wa kusini wa Bushehr. Hatua hiyo imekuja siku moja baada ya jeshi la Iran kuzuia meli ya mafuta ya Marekani ilikuwa ikijaribu kuvuka mlango wa bahari wa Hormuz kinyume cha sheria. Shirika la habari la Tasnim limechapisha ripoti hiyo jioni Alhamisi ya jana, ikinukuu chanzo cha kijeshi. Chanzo hicho kimethibitisha kutunguliwa ndege hiyo isiyokuwa na rubani ya Marekani iliyoingia bila ruhusa katika anga ya karibu na Bushehr. Ripoti hiyo imesema, kwa mujibu wa chanzo hicho, operesheni hiyo imefanyika kwa kombora la mfumo wa ulinzi wa anga wa kitaifa. Wakati huo, shirika la habari la Fars limeripoti kuwa mfumo wa ulinzi wa anga wa Iran umekabiliana na ndege hiyo kupitia vifaa vya ulinzi wa anga vilivyowekwa karibu na mji wa Jam na Kangan katika mkoa wa Bushehr. Ripoti zinasema shughuli za utafutaji ili kupata mabaki ya ndege hiyo zinaendelea katika maji ya Ghuba ya Uajemi. Mkoa wa Bushehr ambao una kiwanda cha nishati cha nyuklia cha Bushehr pia ulikumbwa na mashambulizi mengi katika vita vya hivi karibuni vya Marekani na utawala wa Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuanzia Februari 28 mwaka huu. Hata hivyo, mamlaka nchini Iran imelaani ukiukwaji wa Marekani wa makubaliano ya amani na imehimiza Umoja wa Mataifa UN kuingilia kati. Kutokana na mashambulizi haya ya ndege zisizokuwa na rubani pamoja na makombora kadhaa yaliyorushwa katika maeneo mbalimbali katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran imelaani vikali vitisho vya mara kwa mara vya Marekani dhidi ya jamhuri hiyo na ukiukwaji wa makubaliano kusitisha mapigano yaliyosimamisha vita haramu vya hivi karibuni, ikiuhimiza Umoja wa Mataifa kuingilia kati. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ismail Baqei amesema shambulizi la kijeshi la Marekani dhidi ya maeneo ya mji wa Bandar Abbas kusini mwa nchi hiyo mnamo Alhamisi pamoja na maeneo ya Bushehr linakiuka ardhi na mamlaka ya kujitawala ya Iran, jambo ambalo pia linakiuka kwa kiasi kikubwa sheria za kimataifa na mkataba wa Umoja wa Mataifa, na pia zinakiuka usitishaji wa mapigano ambayo yalianza mnamo mwezi Aprili. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linawajibika kutimiza wajibu wake wa kisheria kwa kuwawajibisha wavamizi ambao ni Marekani, ameongeza Baqei. Msemaji wa wizara hiyo ya mambo ya kigeni pia ameashiria jinsi Marekani inavyoendelea kukiuka makubaliano ya usitishaji mapigano na Iran, hasa mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara katika eneo la Ghuba ya Uajemi na Bahari Kuu pamoja na mashambulizi ya anga katika maeneo ya kusini mwa nchi katika siku chache zilizopita, na amesisitiza azma ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuchukua hatua zote muhimu ili kulinda mamlaka yake ya kitaifa na ardhi yake kwa mujibu wa kifungu cha 51 cha mkataba wa Umoja wa Mataifa. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC limejibu uchokozi huo kwa kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya kambi ya Marekani katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Wakati huo Baqei amelaani matamshi ya vitisho ya maafisa wa serikali ya Marekani dhidi ya Iran na baadhi ya nchi zingine za kikanda, akielezea mshikamano wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na nchi rafiki na ndugu kama Oman. Siku ya Jumatano, Rais Trump wa Marekani alisema atalipua Oman ikiwa itakubali kufanya kazi na Iran ili kushiriki udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz. Kutishia kulipua nchi mwanachama Umoja wa Mataifa ambayo imekuwa na nafasi ya kujenga yenye ufanisi na ya uwajibikaji katika amani na usalama wa kikanda, ikitumika miaka mingi kama mpatanishi katika mchakato wa kidiplomasia na kufanya juhudi za kutumikia amani na utulivu wa kikanda. Sio tu kwamba kuna kiuka kanuni inayokataza vitisho au matumizi ya nguvu, lakini pia ni ishara nyingine hatari ya kuhalalisha uvunjaji wa sheria na uonevu katika mahusiano ya kimataifa, amesisitiza Ismail Baqei. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.